Mtazamaji wangu, mambo vipi? Na ni matumaini yangu kuwa umzima wa afya na unaendelea salama kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami kwa vipindi vyote vilivyopita, na hiki ni kipindi kingine tukikuletea taarifa kutoka kule kwa Papa Francis Vatican nchini Roma, ambapo taarifa zaidi zinasema kuwa Papa hawezi kuzungumza vizuri, inahitajika kujifunza tena kuongea kutokana na aina ya vifaa au mashine anazotumia katika kupatiwa matibabu katika hospitali ya Gemelli kule nchini Roma. Hata hivyo, mwanahabari wangu, nikushukuru sana kwa yamba usha-subscribe, lakini kwa bado hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa wanafamilia na kupata taarifa mbalimbali pale tunapokuwa tumepandisha taarifa hizi. Papa Francis kujifunza tena kuzungumza Vatican. Taarifa zinasema kuwa Papa Francis anaendelea kurejesha nguvu zake polepole hospitalini, lakini analazimika kujifunza tena kuzungumza. Hii ni baada ya matumizi ya muda mrefu ya tiba ya oksijeni yenye mtiririko mkubwa. Kardinali Victor Manuel Fernandez amesema kardinali huyo ameweza kupatiwa matibabu hayo, ambapo kardinali huyo ni mkuu wa ofisi ya mafundisho ya imani ya Vatican alikanusha uvumi kwamba Papa angejiuzuru na kusema kuwa anarejea katika hali yake ya kawaida. Papa yuko vizuri sana, lakini oksijeni yenye mtiririko mkubwa hufanya koo kukauka sana. Anahitaji kujifunza tena jinsi ya kuzungumza, lakini hali yake kwa ujumla ya mwili iko kama ilivyokuwa hapo awali. Alisema haya Fernandez wakati wa uzinduzi wa kitabu cha Papa kuhusu ushairi. Papa huyo mwenye umri unaokadiriwa kuwa umri wa miaka 88 ameweza kulazwa katika hospitali huko hospitali ya Gemelli huko nchini Roma kwa wiki 5 kutokana na homa ya mapafu ya pande mbili, double pneumonia, ambapo katika kipindi hicho amesikika mara moja tu kupitia sauti ya rekodi iliyotolewa na Vatican mnamo Machi 6, ambapo sauti yake ilikuwa dhaifu, ili katika na haikuwa rahisi kueleweka. Katika taarifa yake ya hivi karibuni kuhusu afya yake ilitolewa Ijumaa, Vatican ilisema hali ya Papa bado ni tulivu na imeonyesha maendeleo madogo katika kupumua na kutembea. Taarifa hiyo ilithibitisha kuwa tangu Jumatatu hajatumia mashine ya kusaidia kupumua usiku, bali anapokea oksijeni kupitia kibomba kidogo puani kwa muda mwingi mchana. Bado hakuna taarifa rasmi kuhusu lini atatoka hospitalini na kurejea Vatican, na Fernandez alisema hajui kama Papa ataruhusiwa kabla ya Pasaka itakayoadhimishwa Aprili 20. Anaweza kurudi, lakini madaktari watataka kuwa na uhakika wa 100% kwa sababu wanaamini kuwa katika muda mfupi aliosalia anataka kujitoa kamilifu kwa wengine, si kwa ajili yake yeye mwenyewe. Aliyasema haya Fernandez kutoka huko Vatican. Alipoulizwa ikiwa anadhani Papa Francis anaweza kujiuzulu, kardinali alijibu, sidhani kabisa, hapana, kwamba Papa anaweza akajiuzulu na nafasi yake kuweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Aliyasema haya Fernandez akiulizwa swali kuhusu Papa kujiuzulu na kusema kwamba hazani kama Papa anaweza kujiuzulu. Alijibu swali hili pale ambapo aliweza kuulizwa. Hata hivyo, Papa Francis amekumbwa na matatizo kadhaa ya kiafya katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, na huwa katika hatari ya kupata maambukizi ya mapafu kwa sababu alipata pleurisy akiwa kijana, hali iliyosababisha sehemu ya mapafu yake kuondolewa. Wanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari za kitaifa na kimataifa kutokea kule nchini Roma, Vatican, kwa Papa Francis, ambapo taarifa zaidi zinasema Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 amelazwa katika hospitali ya Gemelli nchini Roma, Vatican, ambapo taarifa pia zaidi zinasema Fernandez
kutoka kule Vatican aliulizwa kwamba je, anahisi Papa anaweza akajiuzuru, lakini kwa taarifa ambazo Fernandez alizitoa amesema kwamba hazani kama Papa anaweza kujiuzuru, lakini taarifa za madaktari anasema Papa anaendelea vizuri, huku taarifa zaidi zikisema kwamba Papa hawezi kuzungumza vizuri, anahitaji kujifunza tena kutokana na aina ya mashine ambazo alikuwa amewekewa kuweza kumletea madhara kwenye koo na mtiririko wa hewa oksijeni ambayo ameweza kuwekewa kutokana na aina ya matibabu alikuwa anapatiwa katika hospitali ya Gemelli huko nchini Roma. Mwana habari, nikushukuru sana. Hizi zilikuwa ni habari za kimataifa kutokea huko. Nikushukuru sana kwa ambao umeungana nami mwanzo mpaka mwisho. Unapokaribia kumaliza video hii, hapo chini unapotazama video yako utaona alama imeandikwa subscribe, bonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema. Bye bye.